Usifiwe Utatu Mtakatifu, na umoja usiogawanyika. Ahimidiwe Mungu Baba na Mwanawe pekee na Roho Mtakatifu, kwa sababu ametutendea rehema yake. Tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya Utatu Mtakatifu, mwaka 2025. Ndugu zangu, katika sherehe ya Utatu Mtakatifu mwaka 2025, ningependa tutafakari juu ya fumbo hilo lenyewe. Utatu Mtakatifu ni nini? Tunafahamu wazi juu ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Ni fumbo la Mungu mmoja aliyejidhihirisha kwetu katika nafsi tatu zenye umungu mmoja na uwamo mmoja. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja, si katika umoja wa nafsi, ila katika utatu wa Mungu mmoja. Baba, katika mapokeo ya kanisa tunamtaja kama muumbaji, kama tunavyokiri katika imani, kanuni ya imani, kwamba nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Lakini kadiri ya zilivyo nafsi hizi za utatu, kwa kuwa ni Mungu mmoja na Mungu mmoja, zinadhihirika katika utendaji wa kazi, ambapo unaweza ukaipa uzito wa pekee nafsi moja katika kazi fulani, lakini ni nafsi zote zinazoshiriki katika yote, kwa sababu ni umoja usiogawanyika na ni umoja wenye kudumu milele. Mwana tunampa sifa zaidi ya upekee ya ukombozi, kwa sababu ndiye aliyetwaa mwili na kuwa mwanadamu, na ndiye aliyekufa msalabani, na ndiye aliyeshiriki kwa nafasi ya upekee katika kuwakomboa wanadamu. Lakini pia hata hapa tuweke kabisa tahadhari kwamba Baba anashiriki katika ukombozi kama vile Mwana anavyoshiriki na Roho Mtakatifu. Katika Roho Mtakatifu huwa tunakiri kuwa ni mtakatifuzaji na mleta uzima. Lakini utakatifuzo ni kazi ya Mungu kwa ujumla, kwa sababu yote yanatendwa katika Baba kwa njia ya Mwana katika umoja wa Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, siku ya leo, mwaka huu 2025, mwaka C wa kanisa, somo la Injili takatifu linatoka katika Injili kadiri ya Yohane sura ya 16 mstari wa 12 hadi wa 15. Na somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 5, wakati somo la kwanza likitoka katika kitabu cha Mithali sura ya 8 mstari wa 22 hadi wa 31. Somo la kwanza linatudhihirishia juu ya uwepo wa Utatu Mtakatifu ulio tangu milele, kwamba Mungu ni mmoja na yu tangu milele yote, na ni kwa sababu ya upendo na huruma yake alituumba, na katika kutuumba sisi anajifunua na kujidhihirisha kwetu. Katika Injili Bwana wetu Yesu Kristo anawaambia mitume wake, anatuambia sisi wanafunzi wake, kuwa anayo mengi ya kutuambia, lakini hatuwezi tukayastahimili hivi sasa. Ndivyo jinsi ilivyo. Kukua katika kumjua Mungu, kukua katika kumpenda Mungu, kukua katika kumtumikia Mungu, huja kama vile alivyo makuzi ya mwanadamu kwa ajili alivyoumbwa, huja hatua kwa hatua. Kwa yote aliyokuwa amewafundisha Bwana wetu Yesu Kristo wafuasi wake hadi wakati huo anapowaaga, anapotaka kutoka katika ulimwengu huu kuenda kwa Baba, anawakumbusha wazi kwamba atakuwa nao siku zote hata ukamilifu wa dahari, ila atakuwa nao kwa njia ya utofauti kidogo na ile walioizoea. Anawaambia wazi kwamba Roho Mtakatifu atawaongoza katika kweli yote, kwamba kwa wakati huo yale aliyowapa yanawatosha kwa wakati huo, lakini wataendelea kuimarishwa katika kuujua ukweli, kuupenda ukweli na kuwapitisha katika kweli yote kwa kazi yake yeye
katika Roho wake Mtakatifu watakaopewa hawa mitume. Ukuaji huo katika kumjua Mungu, ukuaji huo katika kuelewa fumbo la Mungu, ukuaji huo katika kujitambua ni hatua ya kutudhihirishia wazi maisha yetu ya imani pia yanakuwa hatua kwa hatua. Katika Agano la Kale tunafahamu kwamba mwanzoni Mungu halikuwa hajajifunua wazi kwa watu. Tunafahamu ufunuo wake umeanza tangu katika kuumba, ufunuo wa Mungu unadhihirika. Lakini katika kuingia na mahusiano na wanadamu, historia ya pekee tunayo katika ule mwito wa Ibrahimu, na kutoka katika hapo kuanza kuliunda taifa lake, taifa la Israeli, ambalo ni shina au kitalu cha kukua kutoka katika hapo kwa taifa lote la Mungu ambalo ni ulimwengu mzima. Tunaona Mungu anatenda hatua kwa hatua katika kazi hiyo ya kuukomboa, kuuongoza na kukusanya ulimwengu wote katika utawala wake. Katika Agano la Kale wana wa Israeli waliishi katika mazingira ambayo waliamini uwepo wa miungu. Wao wenyewe walikuwa wana miungu mingi, na mataifa waliokuwa jirani nao walikuwa wana miungu. Mungu anapojidhihirisha kwao, anamjidhihirisha na kujidhihirisha kwa Ibrahimu kuonesha mimi ndio Mungu mmoja, mimi ndio wa kweli. Imani hiyo ya kukua kumtambua Mungu kuwa mmoja na wa kweli inapiga hatua kidogo kidogo, ambapo wanachukua ni miaka mingi sana kuja kutambua kwamba wale wa mataifa mengine ni miungu. Wao sasa hawana miungu, wana Mungu mmoja. Ndio huyo tu anatakiwa kumheshimu, anatakiwa kumwabudu. Mingine yote ni miungu, haiwezi kuwa na chochote. Lakini kwa kuwa wanaishi kati ya watu na mataifa ambayo bado yana miungu, wao mwanzoni kabisa imani yao inabaki kwamba huyu Mungu wao ni sawa na wale miungu wengine, ila wao wana nguvu tu. Imani hiyo nayo inabidi iende itakaswe kwa muda, kwa hatua, kwamba kadiri ambavyo Mungu anawaongoza kwa njia na miaka pia mingi, hadi kufika hatua ya kujua wale wa mataifa mengine pia sio Mungu. Huyu Mungu mmoja ndio muumba wa vyote na ndio Mungu wa wote. Sema tu wale mataifa hawajapokea imani ya Mungu huyu, ndio maana wanahangaika na miungu yao. Lakini wanapaswa nao wamjue huyu Mungu wa kweli. Safari hiyo ya kwamba mataifa nao wanaweza kumjua na wao pia wanatoka katika Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, huyu Mungu mmoja ambaye wana wa Israeli wanamwamini, haikuwa ndogo. Ilibidi hadi wakati wa utimilifu wa ahadi ambazo Mungu akiwa amezifanya tangu mwanzo. Katika utimilifu wa hizo ahadi, Mungu Baba anamtuma mwanaye wa pekee, anampeleka mwanaye wa pekee ulimwenguni, anayetoa mwili na kuzaliwa kama wanadamu na anaishi kama wanadamu isipokuwa katika dhambi. Anaitwa Bwana wetu Yesu Kristo, Emanueli, yani Mungu pamoja nasi, nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Uwepo wa nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu unatukumbusha alivyopatikana ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na anapotimiza kazi yake anatuahidia kutupatia Roho Mtakatifu. Ni utimilifu ambao unadhihirisha sasa huyu Mungu ambaye wana wa Israeli wanamwamini, huyu Mungu aliyejifunua kwao ni mmoja ndio, lakini yukoje? Yu mmoja katika nafsi tatu. Lakini kukua hadi kujua hilo haikuwa rahisi na haikupokeleka kirahisi sana. Ndio maana katika mazingira kadhaa ya Agano la Kale tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anapingwa kwa vile wanamtuhumu kwamba anajiita Mungu au anajilinganisha na Mungu. Upinzani wake huo anaoupata ni kwa sababu utimilifu wa ufunuo uja polepole. Tayari umeshakamilika kwa kujia kwake yeye, neno wa kweli wa Baba ulimwenguni, lakini kuelewa hilo fumbo la Mungu linakuja hatua kwa hatua. Ndio maana hata Bwana wetu Yesu Kristo anawafundisha mitume, anawaelekeza, anawakomboa, kina anawaambia atakuja atakayewapitisha katika kweli yote. Sio kwamba Yesu hana ukweli, Yesu ndio ukweli. Ila sasa hawa mitume kwa kuwa Yesu anatoka, wataongozwa na Roho Mtakatifu
ambaye atachukua maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuzidi kuwaangaza kutambua ukweli wa ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo na kujua ukweli wa Mungu kama ulivyo. Ndio maana baada ya kusherehekea sherehe ya Pentekoste Dominika iliyopita, leo tunasherehekea wazi sherehe ya Utatu Mtakatifu. Maana yake kwamba Mungu ambaye yupo tangu milele, utimilifu wa ufunuo wake kwetu amejidhihirisha umekamilika. Kwa Baba aliyetuumba ndani kwa njia ya mwanae na Roho Mtakatifu, kwa Mwana aliyetukomboa kwa kutumwa na Baba na utendaji wa Roho Mtakatifu, na kwa Roho Mtakatifu anayetumwa na Baba na Mwana, Roho wa Mwana ambaye Baba anampeleka ulimwenguni. Roho Mtakatifu ndio ambaye anatuelekeza yote. Tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie kuweza kumtambua kweli Mungu kwa jinsi alivyo na kuyatambua yale yaliyo ya Mungu na namna ambavyo tunaweza tukayatenda. Tuutambue ukweli wa uwepo wa Mungu mmoja na tutambue ukweli wa uwepo wa nafsi tatu za Mungu mmoja zenye umungu mmoja, zilizo tofauti lakini zilizo sawa katika umungu. Roho Mtakatifu anasaidia mioyo yetu kuelewa ukombozi ulioletwa na Mungu na kuweza kuonja matunda ya ukombozi huo katika kila leo ya maisha yetu. Tumpe nafasi katika maisha yetu atuongoze. Tukamjue Baba, tukamfahamu na Mwana na tukamtambue yeye Roho aliyetumwa na Mwana. Roho Mtakatifu aongoze hatua za maisha yetu katika kuyajua maandiko, kuyatambua na kuyaishi. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amin.